Hii filamu ya leo haipo kwa ajili ya kukosoa ama kusifia dini ya mtu wa aina yoyote ama imani ya mtu yoyote. Hii filamu ipo kwa ajili ya kujifunza, kuelimika. Mtu aliyekamili na mnyofu kwenye imani na heshimu imani ya mwenzake. Kuna vitu vingi sana vya kujifunza katika filamu hii. Kaa kwa kutulia. Filamu inaanza na binti mmoja anaitwa Agi. Huyu binti alikuwa anaishi maisha ya anasa sana na mpenzi wake mzungu anaitwa Samsul. Sasa akiwa katika mziki, binti yuko bize sana. Kuna mtu akawa amembambia kwa nyuma. Yeye akawa amejua ni mpenzi wake na mpenzi wake akawa amegundua kwamba huyu jamaa anatoka na mpenzi wake. Hivyo pakawa pametokea na ugomvi. Huyu mzungu akawa amemtuhumu Agi na akawa amemshambulia, akamwambia kwamba Agi ni mwanamke ambaye hawezi kujistiri, ni mwanamke asiyekuwa na maadili. Agi akawa ametoka kwenye klabu akiwa na hasira kali sana, huku akiwa amelewa vibaya mno. Kwenye kutembea akawa ameingia katika msikiti bila yeye kujua, na akawa amepoteza fahamu kwenye ngazi kwa sababu ya uchovu. Muda mfupi, kuna binti mmoja akawa amefika hapa, akawa amemfunika, kisha akawa ameingia ndani kwa ajili ya kuswali. Baadaye huyu binti akawa ameamka baada ya kuwa amesikia kuna adhana inasikika hapa, hajui ni nini kimemfikisha hapa. Akawa ameingia moja kwa moja kwenye msikiti, akaona kuna watu wanaendelea na swala, hivyo akawa amekaa mbali tu anashuhudia kinachoendelea. Mwanamke aliyemsaidia akawa amemfuata huyo binti. Agi alikuwa anataka kumrudishia mtandio wake ambao alimpa hapo mwanzoni, lakini huyu binti akawa amemwambia kwamba abaki nao kwa sababu anahitajika kujistiri. Fatma baada ya kumtazama vizuri Agi usoni kwake akaona kuna majeraha, hivyo akaamua kumfanyia huduma ya kwanza. Sasa hapa sio katika taifa lao, yani hapa tupo Indonesia, wako nje ya Indonesia kabisa. Na kwa bahati nzuri Fatma pamoja na Agi wote wametokea Indonesia. Agi akawa amemshukuru sana kwa huduma hii aliyompatia huyu binti. Agi akawa ameuliza kama anaweza kubaki hapa. Fatma akawa amemruhusu akisema kwamba kama atahitaji chochote anaweza kumuita. Fatma akaenda kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Muda huo Agi alikuwa akimtazama, anavutiwa sana na anachokifanya Fatma, japo hakuelewa kilichokuwa kinasomwa ni nini. Baadaye ikabidi kumuuliza. Amevutiwa sana na jinsi ambavyo binti alikuwa anasoma Qur'ani. Fatma akawa amemjibu kwamba alichokuwa anakisoma yalikuwa ni aya ambayo inamzungumzia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu pekee ndiye anaweza kumpatia mtu hidaya. Hakuna anayepata hidaya isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu pekee. Kwa wale ambao nimewaacha kwa maana kidogo ya hidaya kwa lugha rafiki na nyepesi, hidaya ni pale ambapo mtu anapoongozwa na Mwenyezi Mungu kuelewa na kukubali ukweli wa imani na kufanya mema ama kuacha mabaya, ama kwa lugha nyingine ni kwamba ni mwongozo wa Mungu unaomwelekeza mtu kwenye njia ya ukweli na maisha mema. Siku iliyofuata Agi akarudi tena hapa msikitini. Hii amerudi akiwa na hamu sana ya kujifunza kuhusiana na dini ya Uislamu. Fatma akampeleka kwa ustazi wake ambaye alimfundisha msingi wa Uislamu ikiwemo shahada, swala 5 za kila siku, kufunga Ramadhani, kutoa zaka na kuhiji kwa wenye uwezo. Mfumo wa maisha ya Fatma ulimvuta sana kwa kiasi kikubwa Agi na kuvutiwa sana na dini hii. Kidogo kidogo akawa anajitahidi kujifunza. Baada ya kutoka hapo, binti akaamua kwenda kumfuata mpenzi wake mzungu ambaye alikuwa mpokelei simu na alikuwa mjibu meseji. Binti kafika hapa yuko tayari kulivunja kabisa ili penzi, kwa sababu huu uhusiano hauoni kabisa hatima yake, anauona una hatima mbaya. Kwanza huyu mwanaume alikuwa na ahadi za kubadilika, lakini hajawahi kabisa kubadilika. Hivyo binti akaamua kabisa kila mmoja ashike 50 zake. Binti akaamua kuyavunja mahusiano na akaamua kurudi kwao Indonesia. Sasa hii filamu imechochewa kwa kiasi kikubwa na tukio la ukweli. Binti alipofika nyumbani akapokelewa na familia yake. Huyu mama mjamzito anaitwa Magda, walimpokea vizuri sana, hususan mama yake anaitwa Maria, baba yake anaitwa Josefu, kaka yake anaitwa Will. Hii familia ni ya Kikristo, hawa ni Wakatoliki. Wakati wa chakula wakasali kama kawaida ilivyokuwa ni misingi ya kila familia, lakini Agi alikuwa na dukuduku kubwa ambalo akaomba ruhusa alizungumze mbele ya watu wote wana familia. Akawa amesema kwamba yeye anatamani kubadilisha dini na kuuingia Uislamu. Mwanzoni familia ikajua pengine binti anatania, lakini binti akawa amesisitiza kwamba yeye ametokea kuupenda sana Uislamu. Lakini sasa kaka yake akapinga vikali hilo jambo. Binti akajaribu kutetea hoja zake, yeye anachokitaka ni kuwa bora zaidi, lakini mzee wake yuko kimya tu. Mama yake ndo hakupenda kabisa hili swala, kiasi kwamba akaamua kabisa kumwomba huyu binti aondoke kwenye familia, akaamua kumfukuza na akawa amemwomba Willy asimamie hilo jambo. Na kweli mshikaji wake amefanya hivyo, japo mama yake hali yake ilikuwa ni mbaya sana kutokana na mshtuko mkubwa aliopata hapa. Kaka yake akamwambia kwamba huu sio wakati sahihi wa wewe kusema haya mambo, mama ni mgonjwa, tafadhali usilete akili zako za nje ya nchi kuzileta ndani hapa. Binti alijua
alijua pengine atapewa nafasi, lakini akawa ameshangaa na begi lake likatolewa kabisa hapo. Agi alikuwa hana mahali pa kwenda, akaamua kwenda kuishi kwa rafiki yake mmoja anaitwa Nina. Huyu binti kaolewa, ana mme na ana binti mmoja anaitwa Alia. Mwanaume wake anaitwa Lamley, ni moja kati ya watu ambao wanaonekana ni watu wa dini sana. Salamu nyingi kibao, ni kumtaja Mwenyezi Mungu tu kila sentesi. Sio kwa ubaya mimi kumtambulisha huyu jamaa hivi. Kwanza huyu mshikaji kamzuia kabisa mke wake kuto kufanya kazi, awe mama wa nyumbani. Nisa pamoja na mme wake wanaonekana kama watu wenye upendo wa hali ya juu. Huyu binti alikuwa na ajira nzuri tu. Wakati wanapiga stori kwenye kukumbatiana, binti Agi akawa ametambua kwamba Nina ana maumivu ndani ya mwili wake na ana makovu, lakini binti alikuwa hahitaji kabisa kuzungumza chochote kuhusiana na kile ambacho anakipitia kwenye ndoa yake. Alificha kabisa huo ukweli na alionyesha tu ana mapenzi makubwa sana kwa mme wake. Sasa binti Agi akiwa chumbani kwake, mara akasikia kama kuna ugomvi huko. Mme na mke ni kama zinachapika. Alivyotoka akamkuta mtoto hapendezi kabisa na haya mambo yanayoendelea kwenye hii familia. Mtoto kwa ametoka hapo na kupanda katika chumba chake. Binti alivyoingia jikoni akamkuta mme na mke wanajua kuigiza hawa, kana kwamba kuna chochote kilichotokea hapa. Mwanamke mwenyewe ndo wale wa kufundwa, yuko vizuri kukumbatia moto mbele ya watu, anaonyesha ni kama ana enjoy na hii ndoa. Siku iliyofuata Agi pamoja na familia ya Nisa wakaenda kuhudhuria muadhara wa ustazi mmoja anaitwa Reza. Baada ya hapo mme wa Nina akamtambulisha Agi kwa ustazi huyu. Agi akawa amepata nafasi nzuri sana kuzungumza na huyo ustazi, akauliza maswali yake mengi sana na akawa amejibiwa. Binti akaamua kusilimu rasmi na kuwa Muislamu. Siku moja Agi akiwa ndani akamsikia mtoto Alia akiwa analia, akaamua kwenda kutazama, akagundua kwamba mme na Nina walikuwa wanapigana, na sababu ya wao kupigana, mume alikuwa anahitaji kuongeza mke wa pili, lakini Nina alikuwa hataki kabisa kuruhusu hilo jambo. Sasa kilichokuwa kinafanya huyu binti aendelee kuvumilia haya manyanyaso ndani ya ndoa ni kwa sababu binti kwanza alikuwa ni mjamzito, mbili alikuwa na mtoto wake ambaye tayari ni Alia. Alikuwa hahitaji kabisa watoto wake walelewe bila baba. Kubwa kuliko, alikuwa hahitaji kupata taraka kwa sababu ni jambo la aibu. Baada ya Agi kujua haya yote, mme wake Nina akamwamuru mke wake amfukuze rafiki yake aondoke kwenye nyumba kwa sababu ameanza kuingilia mambo ambayo hayamuhusu. Binti kweli hakuwa na namna, akarudi kwao. Kulikuwa kuna ibada nyumbani hapa. Mama yake pamoja na baba yake walikuwa wamemchukua binti na wakamweka kando kwenye chumba kimoja, wakaanza kumhoji, kwa nini umerudi nyumbani hapo usiku huu? Kwa namna wanavyomuona huyu binti, wao waliona kabisa kama ni jambo la aibu, hivyo wakawa wameamua kumweka hapa, wakimhitaji binti ajaribu kubadilisha maamuzi yake, afikirie vizuri hayo maamuzi. Hivyo wakawa wamemwacha huko. Agi aliendelea kuswali na akaamua kujishikilia vizuri ndani ya imani yake. Si kwamba alidharau imani yake ya zamani, hapana, lakini anashangaa tu namna ambavyo familia yake imepokea maamuzi yake. Siku moja mama akamfuata binti yake, lakini akamkuta binti anaswali. Mama akawa amesubiri. Baada ya binti kumaliza, akawa ameingia humo kwenda kumshawishi binti arudi kundini, lakini Agi akamwelezea kwamba tangu alipoingia katika Uislamu amepata amani ya moyo ambayo hajawahi kabisa kuipata hapo awali. Licha ya maelezo hayo, mama yake alimpa masharti kwamba kama unataka kuendelea kuwa sehemu ya familia yetu, ni lazima uiache imani yako hii ya sasa, urudi katika imani yako iliyokukuza. Mama alikuwa anapitia mambo mengi sana na moyoni mwake alikuwa anaumia sana kwa sababu huyu ni binti yake. Wakati huo huo, hali ya Nina iliendelea kuwa mbaya sana. Hakuna maelewano mazuri baina ya Nina pamoja na mme wake. Mme wake aliendelea kumtia vitasa sana ndani ya ndoa. Waswahili wanasema kwamba kama umeamua kukumbatia moto, vumilia maumivu yake. Akaamua kumuita Agi kwenye simu akiomba msaada. Agi akawa ameshtuka sana na akawa ameingiwa na wasiwasi mkubwa sana kwa msaada wa Magda. Yeye alikuwa anamjali sana kwenye hii familia, akawa amemtorosha. Agi akawa amefanyikiwa kutoka nyumbani hapo akiwa amefuatwa na ustazi Reza ili waende moja kwa moja katika familia ya Nina. Walipofika hapo, Nina akawa ametoka hapo kajitanda, anaigiza kama kuna chochote kilichotokea hapa baada ya kumuona ustazi Reza yuko hapa. Mara mme wake Nina akawa amefika hapo, akauliza kuna shida gani? Wote wawili wanaonekana kama ni wanandoa wenye furaha kubwa sana na wanapendana. Agi akawa amekasirika, akamwambia kwamba Ramli, acha kuigiza, wewe sio mtu mwema. Akamtaka Nina aseme ukweli mbele ya ustazi, lakini Nina akaogopa kusema ukweli. Badala yake akamtetea mme wake akisema kwamba mme wake ni mtu mwema, mwaminifu, ni mtu mwenye dini, anampenda Mwenyezi Mungu, anapenda kusaidia watu. Na Ramli sasa yuko tu astaghfirullah nyingi kweli. Akamgeuzia kibao Agi, akamwambia kwamba mtu kama wewe nimekusaidia ndani ya nyumba yangu, hauna shukrani kabisa, bado nimekuunganisha na ustazi wangu na bado unanifanyia hivi. Akawa amemwambia mke wake warudi ndani, lakini baada ya mwanaume
kuondoka, ustazi akawa amemuuliza tena Nina alichokisema Agi ni kweli, lakini binti hakusema chochote, akaamua kurudi ndani. Ustazi pamoja na Agi wakaenda kuswali. Baada ya kuswali, ustazi akawa amemtia tu moyo binti kwa majaribu anayoyapitia. Kesho yake baba yake Agi akawa ameingia katika chumba cha Agi kumpelekea chakula, na akawa ametambua kwamba Agi hayupo ndani hapo. Nani kamsaidia? Wakamweka kitu moto Mama Kijacho. Mama Kijacho yeye alikuwa amenyoka, akasema kwamba alimsaidia kwa sababu binti Agi alihitaji kwenda kumsaidia rafiki yake Nina, na alikuwa na wasiwasi na rafiki yake. Sasa kwa sababu alimtaja kwamba mwalimu wake yani Ustazi Reza alikuwa hapo kwa ajili ya kumchukua, Wili akawa amependekeza kwamba wanahitaji kuzungumza na huyo ustazi ili kuelewa sababu za Agi kubadili dini. Taarifa zikawa zimepelekwa moja kwa moja kwa ustazi msikitini kwamba baba yake Agi, mzee Joseph, anahitaji kumuona ustazi, lakini anahitaji wakutane naye kanisani. Reza akawa amekubali jambo hilo. Baada ya kufika hapo, mzee Joseph kwanza akamwomba radhi ustazi kwa kumleta eneo hilo. Ustazi akasema kwamba haina shida aina yote. Wakakaa kwa ajili ya kujadili. Akawa amemuuliza, wewe ndiye uliyembadili dini mwanangu? Akamuuliza, kwa nini umeruhusu Agi kuingia kwenye dini hiyo bila ridhaa ya mzazi wake? Reza akamjibu kwamba imani ni jambo la mtu binafsi na kwamba hidaya ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, si kitu kinachoweza kuzaliwa na mwanadamu. Akamwomba sana mzee akubali maamuzi ya binti yake. Basi mzee akawa ameshukuru kwa ustazi kuja hapa kuonana naye, akaamua kurudi ndani kwa ajili ya kuendelea na ibada. Sasa baada ya kuingia tu, kuna jamaa mmoja pia akawa ameingia pamoja naye, na jamaa akawa amejitoa muhanga. Mlipuko mkubwa sana ukawa umetokea kanisani hapa. Kwa bahati nzuri tu, kijana wake Wili alikuwa ametoka hapa kakimbilia hospitalini kwa sababu mke wake alikuwa anajifungua, na ni kweli mke wake siku hiyo akawa amefanikiwa kupata mtoto. Kwa bahati mbaya tu, upande wa baba yake alifariki dunia kwa sababu ya lile shambulio. Siku iliyofuata Agi akawa amefika makaburini kwa ajili ya kutoa pole kwa familia yake, japo bado walikuwa wamemkunjia. Binti akawa ameomba radhi sana mbele ya kaburi la baba yake. Ni bora baba marehemu kuliko huyu kaka yake Agi. Kazi ipo. Binti aliamua kupanga sehemu tofauti na nyumbani ili aendelee kuwa karibu sana na Reza ustazi kwa ajili ya kujifunza mambo mengi zaidi. Usiku wa manane siku moja, Nina akawa amempigia tena simu Agi akilia akiomba msaada. Anasema kwamba mume wake amepoteza kabisa uvumilivu na kwa sasa anampiga yeye, sio yeye tu, anampiga mpaka na binti yake Alia. Hili jambo Agi ilikuwa limemtia hasira sana, na kwa wasiwasi akawa amewapigia simu polisi, na polisi baada ya kufika tu kweli kwenye nyumba ya Nina wakawa wamemkamata mme wake Nina, na Nina rasmi akaomba apate talaka. Haya mambo yamemshinda, hawezi tena kuendelea kuvumilia. Polisi wakawa wamemkamata mwanaume na kumpeleka kituoni ili awajibike kisheria kwa mambo yake yote aliyokuwa anayafanya. Na wazazi wake Nina wakawa wamefika hapo. Kila kitu saizi kiko wazi, hakuna siri tena. Upande wa familia ya Agi, mama yake Agi afya yake iliendelea kuwa mbaya sana. Mama huyo alikataa kabisa kuhudumiwa kwa chakula na kila kitu na mtu wa aina yoyote. Kwa siri, Agi aliamua kurudi nyumbani kwa kujifanya ni mhudumu ili kuja kumsaidia mama yake, na akaamua kujiita jina la Ara. Akawa anajifunika uso wote kuepuka kutambuliwa na kila mtu ndani hapa. Mwanzoni mama yake alikataa kabisa kuhudumiwa na mtu jamii hii. Polepole lakini alianza kuzoea kwa sababu ya upendo aliyokuwa anaonyeshwa na dada huyu bila kujua kwamba ni Agi. Maisha ya Agi kujifanya si mtu katika familia hii, lakini alionyesha upendo mkubwa sana ndani ya familia hii. Yaliendelea. Siku moja mama yake akawa anahitaji msaada wa kusomewa Biblia kwa sababu macho yake yalikuwa anaona ukungu, macho yake yalikuwa dhaifu mno. Alikuwa anaona aibu sana kumwomba huyu binti amsomee kwa sababu aliona kabisa ana imani tofauti na yeye. Agi akaamua kumsomea, akamwambia mama amtajie kitabu alichokuwa anataka kukisoma kwa siku hiyo. Mama akawa amefanya hivi. Hili jambo lilikuwa limemfanya mama huyu aingiwa na faraja sana ndani ya moyo wake. Ni kama inavutia mama akiwa peke yake alilia sana, ni kama moyo wake umeanza kuona kama una hatia. Agi aliendelea kumjali sana mama yake bila kujali kitu chochote, na kadiri siku zilivyozidi kuendelea, Agi alimshuhudia mama yake akiwa anaomba sana na akiwa anatubu dhambi kwa Mungu wake. Ndani ya moyo wake huyu mwanamama alianza kuona ana hatia, kwa sababu mtu anayemhudumia kwanza ni imani tofauti naye na anamjali na anampenda kuliko hata watu ambao wako humu ndani. Siku moja Ustazi Reza akafika hapa kwa ajili ya kuja kumuona binti Agi. Akawa ameshangaa kuona mfanyakazi kajitanda ninja. Akashangaa kwanza, akauliza hapa ni nyumbani kwa Joseph? Binti akasema ndiyo. Akasema kwamba nimekuja hapa kumuulizia Agi. Binti akasema kwamba Agi hayupo. Ustazi akasema kwamba sawa, akija mpatie salamu zangu kwamba nilikuja kumsalimia. Binti akasema sawa, atafanya hivyo. Siku moja mama akiwa anaweweseka, binti akawa amemshika mkono mama yake akalia, akasema kwamba ninatamani sana nikushike mkono siku moja, nimekumisi sana. Mara mama yake si akawa ameshtuka, akamwona huyu mfanyakazi
yuko kando yake muda wote. Hili jambo liko limemtia sana faraja huyu mwanamama, akawa anamkumbuka sana binti yake, lakini atafanya nini sasa? Usiku huo mtoto wa Willy akawa anasumbuliwa sana na afya, hivyo akawa amepelekwa baada ya kufanyiwa vipimo. Ikagundulika kwamba mtoto alikuwa ameishiwa damu na anahitajika kuchangiwa damu haraka iwezekanavyo. Kwa bahati mbaya sana, grupu la baba lilikuwa ni tofauti na grupu la mtoto Willy. Hili jambo lilimchanganya sana, kwa sababu si muda mrefu anaweza kumpoteza mtoto wake, lakini atafanya nini sasa? Sasa upande wa Agi, baada ya kumhudumia mama yake, akawa ametoka nje kwa ajili ya kupumzika. Si akatoa kile kitambaa usoni. Akiwa hapo tu kaka yake akawa amefika hapo na akawa amemtambua kwamba huyu ni Agi. Aisee, Agi alijaribu kujitetea, lakini Willy hakuhitaji kabisa kuelewa. Agi akawa amesema kwamba naomba unipatie nafasi moja tu ili nimhudumie mama yangu ni mgonjwa, lakini Willy alikataa kabisa kusikiliza. Sasa haya makelele mama yake Agi, licha ya ugonjwa, alisikia na akaamua kutoka. Akajaribu kumzuia Willy asimtoe Agi hapa, lakini Willy hakuelewa kitu cha aina yote. Akawa amemtimua Agi na akamwambia kwamba usikanyagi tena hapa. Mama ndani analia kwa ajili ya binti yake na binti nje analia kwa ajili ya mama yake. Baada ya kutoka hapo, binti alilia sana mbele ya Mwenyezi Mungu, akihitaji apate njia iliyo sahihi avuke katika hili. Upande wa mtoto wa Willy, hali yake ikawa mbaya sana. Siku moja mke wake akawa amemjulisha Willy kwamba amepata mtu aliyejitolea damu kwa ajili ya mtoto wao. Mtoto akawa usalama kabisa. Willy akiwa na mhudumu akawa amuuliza, anahitaji kujua mtu ambaye amechangia damu kwa ajili ya mtoto wake. Baada ya kutambua mtu aliyechangia hii damu, akaamua kumpigia simu tu. Kinyonge atafanyaje sasa? Alikuwa ni dada yake Agi. Mshikaji akawa mdogo sana, licha ya mambo yote aliyomtendea, lakini bado amemjibu kwa wema. Akawa amemshukuru na Agi akawa amemwomba radhi kwa yote yaliyotokea. Kijana Willy baada ya kutoka hapo akaenda kuzungumza na mama yake, akamwambia kwamba hakutegemea kwamba mtoto wake angepata msaada kutoka kwa mtu ambaye amemtendea mambo mabaya, mtu ambaye hakutegemea kabisa kama angeweza kupata msaada kutoka kwake tena katika maisha haya. Akaona anayo haja ndani ya moyo wake kumwomba msamaha na kumkubali katika moyo wake kwa upendo mkubwa, akajiona na hatia. Mama yake naye alikubali kwamba Agi bado alikuwa ni sehemu ya familia yake, licha ya kwamba wana utofauti kidini. Wakati huo huo, upande wa Nina, mahakamani hukumu ilikuwa imetolewa, talaka itolewe kwa Nina, na hivyo Nina akawa huru kutoka kwenye ile ndoa ambayo ilikuwa inamtesa kwa muda mrefu. Baadaye Agi yeye akawa amejiandaa kwa ajili ya kuondoka kabisa kwenye nchi, aende kuanzisha maisha mapya huko. Akawa ametoka hapo na kwenda kumuona ustazi msikitini, akamshukuru kwa mwongozo wake mkubwa aliompatia na kumfikisha hapa alipofika. Yeye anahitaji kurudi nchi za nje kwenda kuanzisha maisha mapya huko. Ustazi akawa amemwambia kwamba kabla haujaondoka kuna mtu anatamani kuzungumza na wewe, kafika hapa. Binti anatazama mbele yake, ni kaka yake Willy kafika hapo. Willy akawa amemwomba radhi sana mdogo wake kwa kila kitu alichomtendea huko nyuma. Akakiri kwamba alikosea, japo yeye kwa wakati ule alikuwa anajiona yuko sawa. Akawa ameomba msamaha sana kwa mdogo wake, akisema kwamba akamsii binti arudi nyumbani kwa sababu mama yake anamhitaji sana huyu binti. Binti akawa amekubali, akawa amemsamehe kaka yake kwa upendo mkubwa na akawa amerudi nyumbani, ambapo mama yake akawa amempokea kwa furaha kubwa sana na kumwomba msamaha kwa yale yote ambao wamekwisha kuyapitia. Akamsii binti arudi ndani ya familia yake, waanze maisha mapya kwa pamoja. Mama alikiri kwamba familia ilipaswa kuendelea kupendana hata kama kuna utofauti wa imani kati yao. Maisha yakaendelea. Miezi miwili baadaye ikawa imefika siku kuu ya Krismasi. Familia ilisherekea kwa furaha kubwa sana na Ustazi Reza alialikwa kama mgeni. Watu walienjoy, wakasherekea kwa amani na upendo. Filamu hii inaisha na ujumbe mkubwa sana wa uvumilivu, kusameheana na kuheshimu tofauti zenu za imani. Maana halisi ya mpende jirani yako kwa moyo wako wote. Subscribe, like, comment. Karibu.